Mambo vipi mtazamaji na mwana michezo mwenzangu, mkufunzi hapa Isa Adede, Umoja wa Mataifa chumvi ya mawe, kutokea makao makuu ya klabu ya Dar Young Africans Jangwani. Shughuli zinazoendelea leo hapa kubwa ni tatu, ikianza shughuli ya ukataji wa tiketi kuelekea katika kilele cha wiki ya mwananchi pale katika uwanja wa Uhuru, lakini shughuli ya pili leo ni siku ya mwisho ya ufungaji wa kampeni kwa wajumbe na watu wote ambao wanagombea nafasi ya ujumbe ndani ya klabu ya Young Africans. Kama unavyoona mabango yakiwa yamebandikwa mengi pale kabisa, lakini leo ikumbukwe klabu ya Young Africans usiku watakuwa wanamtambulisha mchezaji namba 6 ambaye ilikuwa wanamsema. Bwana, shughuli nyingi ambazo kama zinaendelea hapa, njoo Malcolm Mzumbe uweze kuona hapa. Hawa ni watu ambao, hilo nyomi unaloliona ni watu ambao wamejitokeza kuhakikisha wanajipatia tiketi yao mapema. Kuna wengine hawataki usumbufu, wanakata tiketi kwa ajili ya kuweza kushiriki katika mchezo wa kilele katika wiki ya mwananchi pale katika dimba la uwanja wa Uhuru. Lakini pia njoo Malcolm Mzumbe, njoo Malcolm Mzumbe. Mabango haya unayowaona ni ya wajumbe mbalimbali wakiwa wamejitokeza, kila mmoja akiwa ameweka mabango yake na kunadi sera zake. Umeona hao wapo wakina Sefu Hamis Gulamali anaweka vigezo vyake bwana hapo, kila mtu anajinadi, na leo ndio siku ya mwisho ya kuweza kila mgombea wa nafasi ya ujumbe kuweza kunadi sera zake. Leo hapo unavyoweza kuona ndio shughuli ambayo ikiwa ndani na endelea, wananchi hao wakiwa wamejipanga kwa ajili ya kuweza kukata tiketi. Tutafuta wawili watatu Malcolm Mzumbe tuweze kuzungumza nao. Ngoja nitafute hapa. Halo, mwingine simame kule kwa hiyo meza. Tukata tiketi bwana. Ngoja tuzungumze nao kidogo. Bwana bosi vipi? Safi kwa. Kama kawaida. Mambo anasemaje? Nashukuru. Bwana, tuambie zoezi la ukataji wa tiketi namna ambavyo linaendelea sasa hivi. Maana tumeona wananchi wakiwa wanajitokeza kwa wingi kabisa kuhakikisha wanapata tiketi zao kuelekea katika kilele cha wiki ya mwananchi pale katika uwanja wa Uhuru. Unazungumzaje wewe kama muuza tiketi? Wananchi wanataka wakaone wachezaji wao wapya waliosajiliwa, ndio maana wanakata kwa wingi sana. Kama unavyoona foleni, watu ni wengi sana wanataka tiketi kwa sababu ya usajili wao waliofanya. Mpaka sasa hivi ni saa 7, bado masaa yanazidi kuendelea. Kwa uchache, labda kwa figa tu za alafu, mpaka sasa hivi labda ni wananchi wangapi ambao wamejitokeza kuhakikisha washapata tiketi zao? Kwa leo statistics ni kubwa, lakini kwa kadiria ni wengi wamekuja kupata tiketi, wengi sana wamekuja. Kuna aina labda za tiketi ambazo zimenunuliwa sana, manake kuna kwa makundi tofauti tofauti VIP nini, aina gani za tiketi watu wamechukua sana, au kuna tiketi zozote mpaka sasa hivi zimeshaisha? Bado tiketi hazijaisha, lakini tiketi za 20,000 zinachukuliwa sana, maana kila mmoja anakuja. Tiketi ni kategori gani hapa? Hiyo ni mzunguko. Inachukuliwa sana 20,000. Ya 100,000 wanakuja wachache, lakini mzunguko ndio wanakuja wengi sana. Shukrani sana. Ni muuzaji wa tiketi hapa na watu wakiwa wamejitokeza kwa wingi bwana, kuhakikisha kwamba wanajipatia zao tiketi. Eliza, vipi? Safi kabisa. Shwari? Safi kabisa. Naona hapa kuna tukio linaendelea. Leo ni matukio matatu ndani ya klabu ya Young Africans makubwa ambayo yanafanyika. Kwanza kikubwa ni wajumbe wanafunga kampeni zao hapa leo ndani ya makao makuu, lakini pia kuna shughuli watu wanaendelea kukata tiketi kuelekea kwenye mechi ya kilele cha wiki ya mwananchi, lakini pia leo namba 6 yule anatambulishwa. Niambie, umeipokeaje siku hii? Kwa upande wangu mimi nimeipokea kwa furaha na kwa mikono miwili. Kinachoenda kufanyika ni kuhakikisha klabu ya Young Africans inaendelea kujiimarisha katika kila engo pale tunapouendea msimu mpya. Ikumbukwe kwamba viongozi waliokuwepo madarakani wanamaliza muda wao wa awamu ya kwanza, na vile na wao ni miongoni mwa waliochukua fomu kuhakikisha wanaliendeleza hili gurudumu la kuiongoza klabu ya Young Africans mpaka wote kufikia kwenye mafanikio. Kwa mimi na imani wote unaowaona hapa wanaoendelea kukata tiketi na wajumbe waliofika hapa kwa ajili ya kuhakikisha wanakuja kufunga kwenye kampeni, kusikiliza sera za wagombea, hiyo yote ni kuimarisha na kuona Young Africans inakuwa moja,
kuhakikisha kwamba wanapoenda kufanya maamuzi isije ikafikia mahala wakaanza kulaumiana kwamba mimi sikumhitaji huyu, wewe umemweka huyu. Wanachokuja kukifanya ni kuhakikisha wote wanaongea lugha moja ambayo itawapelekea wao kuchagua viongozi sahihi watakaoweza kuliendeleza gurudumu la kuiongoza klabu ya Young Africans na waweze kufikia katika malengo ambayo wamejiwekea. Ndio. Wajumbe umewaona pale, kila mmoja nimeona kaeka sera zake nini, wako ushawapata tayari? Ya wajumbe nimewaona of course, na ni watu wote wanaogombea wote 16 wanastahili, ila kwa kuwa wanatakiwa wajumbe 5 kuhakikisha kwamba wanaweza kusaidizana au kushauriana na Engineer Hersi ili kulisukuma gurudumu, lazima wapatikane 5 ambao wataweza kwenda kusaidizana na Engineer Hersi na makamu wake Arafati kuhakikisha pale walipoishia misimu minne iliyopita wanahakikisha wanapaendeleza ili kuboresha zaidi na kufanya yaliyo makubwa zaidi kwenye klabu ya Young Africans. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi na imani wote wanastahili, lakini kama pia ikitokea kuna wengine hawajaweza kukidhi vigezo au hawajaweza kuchaguliwa, wasijisikie vibaya, kwa sababu mwisho wa siku kwenye watu 16 tutahitaji watu 5 watakaoweza kusimama na Engineer Hersi kuhakikisha gurudumu la kuiongoza Young Africans linaweza kuendelea. Kama unavyoiona ofisi haiwezi kumudu viongozi wote 16, yote kwa yote bado tutahitaji wajumbe 5 watakaoweza kuhakikisha wanaenda kupiga kazi wao na kiongozi Engineer Hersi. Kidogo bwana, wajumbe wanaanza kufika hapa, tupate hata neno bwana. Mheshimiwa Gulamali, neno lako bwana. Mnaenda kufunga kampeni, kitu gani watu labda watarajie kwako binafsi? Unaamini katika sera ambazo umezinadi ulizunguka, wananchi wanaweza kukupa tena ridhaa nyingine? Nachoweza kusema ni kwamba ndani ya klabu ya Yanga kumekuwa na utulivu mkubwa sana. Utulivu huu umetokana na mshikamano kuanzia president, rais, makamu wa rais, wajumbe wa kamati ya utendaji, lakini pia na wanachama wote wa klabu ya Young Africans. Kwa hiyo mafanikio unayoyaona ni mshikamano ambao tunao sisi kama viongozi. Kila la heri, tutazungumza zaidi baada ya kumaliza. Bwana, wajumbe wakizidi kuingia hapa, ngoja nizungumze bwana na swaiba wangu Malcolm Zumbe, pita huko nizungumze na swaiba wangu Mama Manji. Pepe ndugu yangu. Safi hali. Yaani leo unakovaa nguo zako nyeusi ni kuashiria leo kazi ipo, kwa sababu kuna mambo matatu makubwa ambayo yanafanyika leo. Kwanza nimeona hapa, nimevutiwa watu wanakata tiketi kwa wingi kuelekea katika kilele cha wiki ya mwananchi, lakini pia leo ni siku official ndani ya klabu ya Young Africans. Watakuwa wanamtambulisha. Mimi vyovyote watakavyoamua uongozi wangu niko tayari, yoyote atakamtambulisha najiunga nao, niko nao pamoja, hakuna tatizo lolote. Namshukuru Mungu, na leo tuko kwenye kampeni ya mwisho ya Young Africa ya wajumbe. Umewapata Mama Manji? Wajumbe wanajulikana, hatupati shida. Wajumbe wanajulikana. Wanajulikanaje? Wanajulikana. Wajumbe 16 wanajulikana. Wanajulikana wajumbe, tutawapata huko. Wewe unaondoka na nani? Mimi siwezi kusema sijui naondoka na nani, hiyo ni siri yangu. Lakini mimi wapo moyoni. Wapo moyoni na nimewahifadhi. Wale au wengine? Hiyo haikuhusu. Hiyo haikuhusu. Hiyo haikuhusu. Ndio. Leo namba 6, leo mnaangusha mchezaji wenu mlosema namba 6. Anaonekana ni wa hatari sana huyo. Sisi yoyote atakayekuja, nimekwambiaje, yoyote atakayekuja ambaye anamteua wao viongozi wangu mimi nawakubalia. Hakuna tatizo lolote. Yoyote atakayekuja. Sisi ambaye anamtaka kiongozi na sisi tuko naye pamoja. Hatuwezi kusema anayemtaka kiongozi si hatumtaki, haiwezekani. Yoyote analomleta kiongozi wetu tunamkubali. Yoyote aliyomleta engineer, yoyote aliyomleta engineer. Mimi yoyote aliyompitisha engineer na mimi ndo nimempitisha. Aliyompitisha engineer na mimi ndo nimempitisha. Ndio. Siwezi kumtemea mate mwanangu mdomoni, aliyompitisha yeye na mimi ndo huyo. Ndio. Siku chache zijazo kama kawaida bwana, jezi zitatoka, wananchi mtatambulisha. Mnyama tayari kashatangulia leo, kaachia jezi, umeziona? Naona tengeneza jezi mibaya. Mibaya, mijezi yao mibaya. Mijezi? Mibaya, nimeonyeshwa kwenye mtandao mibaya. Mibaya. Sijawahi kuona jezi ametengeneza Simba kama jezi ile. Katika miaka yote jezi ya mwaka huu mbaya hatari. Yaani katika misimu yote walioanza. Katika misimu yote toka tumeanza kutengenezwa jezi, mijezi mibaya. Nikisema mijezi mibaya. Maana yake imeweka rekodi ya ubaya kwako. Yaani imekuwa kama vile unaweza kusema mifuko ya lambo ile zamani ilikuwa na mifuko ilikuwa
na rangi na mitiriziko nyeupe na nyekundu, ndivyo ilivyo ile mistari ndivyo ilivyo ile mistari. Bwana, shukrani sana. Asante, nashukuru mwanangu, tuko pamoja. Kazi njema. Pamoja sana bwana Wamanji. Kutokea ndani ya chumba cha mkutano cha Young Africans, hao ni wajumbe ambao wamejitokeza kutoka mikoa mbalimbali kuhakikisha leo ndio siku ya mwisho ambayo wajumbe wote ndani ya klabu ya Young Africans wanakuja kunadi zile sera zao, kumalizia kuhakikisha sasa wanamalizia kampeni zao kabla kuelekea katika uchaguzi. Na hao naona ni wajumbe kutoka mikoa mbalimbali wakihakikisha wanakuja kusikiliza sera za viongozi kabla kuelekea katika uchaguzi. Mbele yangu yupo swaiba wangu hapa, mzee wangu ametulia kuhakikisha kwamba anasubiria sasa zile sera. Ngoja nizungumze naye hapo bwana kidogo. Swaiba wangu huyo. Bwana, heshima yako. Marahaba bwana, ujambo? Jambo, salamu alaykum. Alaykum salam. Wema? Wema. Bwana, naona leo ndani ya klabu ya Young Africans nafasi ya ujumbe, kila mtu anakuja kupiga sasa sera zake za mwisho kabla kuelekea kwenye uchaguzi. Kitu gani, neno lako kutoka kama wewe kwenye kamati ya wazee unaweza kusema tangu kampeni hizi kuanza za wananchi mpaka kufikia hapa kuanza leo ambao mkiwa mnahitimisha kabla kuelekea kwenye uchaguzi? Kwanza, kampeni hizi nzuri, hazina ugomvi, hakuna rufaa. Rais wetu, kuna watu tutaka kuatia rufaa, akasema hapana, watu wote waende katika boksi kule, ndio watu wanachama wataamua mbivu iko wapi na mbichi iko wapi. Lakini nina uhakika mwaka huu uchaguzi utakuwa mzuri. Kampeni zilikuwa nzuri, za hekima, za kuambizana, za kuelezana. Kwa hiyo mimi naambia neno la mwisho, nendeni mkamchague mtu anaweza kumsaidia rais pamoja na mdhamini wetu. Kwenda kumsaidia nani? Rais na mdhamini, sio mtu anachaguliwa kutaka kuja kuleta vurugu. Yanga tutaki vurugu tena. Yanga tuwapata starehe, wasituharibie starehe. Hilo ndio niko naambia. Kwa uzoefu wako, umehudhuria chaguzi nyingi sana zimepita. Sasa hivi labda kwa watu ambao wa umri kama wangu, kwa faida, watu 16 wajumbe ni watu wengi, manake inaweza ikafanya uchaguzi huu kuwa mgumu zaidi kwenye nafasi ya ujumbe. Watu 16 manake watu wanakuwa hapo, wengine wana mashaka labda fulani, huyu labda waliokuwepo wanaweza wasirudi, au waliokuwepo wanaweza kaendelea, au wengine wakaja kuchallenge na vitu vingine kama hivyo. Wewe unauzungumziaje? Ni uchaguzi kama umekuwa mgumu kwa sababu nafasi 16 ni wengi, sidhani kama ishawahi kutokea huko nyuma. Nadhani hawa hata sio wengi. Kwanza sio wengi. Tunajua mpira dakika 90. Ukisha mpira dakika 90. Uchaguzi huu hakuna mtu anaweza kuambiwa yeye nani na nani ataondoka. Uchaguzi huu wa moto. Katika uchaguzi wa moto huu wa moto, mtu yeyote atakayoingia katika moto ajue kuungua au kupona. Uchaguzi huu wa moto, na watu wamekuja na maoni yao na namna zao. Lakini kitu kikubwa, mimi kila saa nawaambia wanachama waende wakamchague mtu anaendana na rais wa Yanga, anaendana na mdhamini wetu. Huyo ndio tutakuwa naye bega kwa bega. Hivyo ni vigezo vikuu kabisa vya kuzingatia. Kabisa. Asante sana bwana swaiba wangu, nikuache uendelee kunywa chai kidogo. Asante.